Rehema, karibu. Asante. Umetokea wapi? Unatusikia wapi? Nimetokea Msongola. Ni wapi huko Msongola? Msongola Kivule. Kivule. Iko mkoa gani? Mkoa wa Dar es Salaam, Manispaa ya Ilala. Okay. Ulitusikia wapi? Kuna mtu aliniambia kuwa kuna kituo kinaitwa Wadada Center. Kinasaidia wadada kupata kazi. Ndo na mimi nikaamua kujiunga nanyi. Okay. Ulishawahi kufanya kazi za ndani? Nishawahi kufanya. Kwa muda gani? Kwa muda wa miezi 8. Miezi 8. Okay. Kwa nini ulitoka kwenye hiyo nyumba ulikuwa unafanya kazi? Pale nilipokuwa nafanya kazi kuna mama nilikuwaga namuuguza. Alipona, alipopona ndo ikawa hivyo na mimi nikaacha kwa sababu alikuwa anaumwa. Okay. Kwa hiyo ukawa umerudi nyumbani tu? Nikawa nimerudi nyumbani. Umekaa nyumbani kwa muda gani bila kazi? Ni kama miezi 4 hivi. Miezi 4 umekaa tu nyumbani. Kwa hiyo ulikuwa na mpango gani kabla huyo mtu kukuambia kuna kituo cha Wadada Center? Kwa unasubiri mchumba? Hapana, nilikuwa na mpango tu wa kutafuta kazi nifanye. Okay. Sawa. Karibu. Asante. Una malengo gani Rehema? Mimi malengo yangu ni kuwa mfanyabiashara. Biashara gani una plan kuja kufanya? Duka la nguo. Duka la nguo. Okay. Kwa hiyo unajua unahitaji kiasi gani? Hapana, sijui. Bado hujajua. Okay, sawa. Kwa hiyo utafanya kazi kwa muda gani ili uweze kupata kutimiza ndoto yako? Nitafanya kwa muda mwaka mmoja. Nikiona tena inaenda vizuri nitarudia tena mwaka mwingine. Okay. Ili mradi niweze kutimiza ndoto yangu. Sawa, wewe una ndoto yako lakini bosi wako naye unaenda kufanya kazi kwake na yeye ana ndoto yake ya kukupeleka nyumbani kwake. Unajua mabosi wanatarajia nini? Yaani bosi wako ambaye utaenda kumfanyia kazi zake nyumbani, unajua yeye anachotarajia kutoka kwako nini? Maana wewe unatarajia kupata hela kutoka kwa bosi, si ndio? Mwisho wa mwezi akulipe, umalize mwaka, uangalie kama fungu lako limetosha, kama halijatosha uendelee, lakini bosi anataka nini? Anataka wewe unafanya kazi zake kwa bidii, umheshimu. Umejiandaaje kwa hilo? Nimejiandaa vizuri. Kazi zake kwa bidii ni kama kazi gani? Kuosha vyombo, kupika, kufanya usafi. Basi. Hizo ndo kazi za nyumbani tu. Maana kama hujui tu kazi za nyumbani, kufua, kudeki, kusafisha bustani. Kuna kazi moja kubwa kuliko zote hujataja. Joyce, msaidie. Maana nyinyi ndo mnaenda kazini. Kazi gani nyingine bosi anatarajia? Kumlelea watoto wake vizuri kama kufanyaje? kumlelea watoto. Wewe ongea kwa sauti. Kumlelea watoto wake vizuri kama ana watoto. Kumlelea mtoto wake vizuri kama ana watoto. Umesikia Rehema? Hiyo ndo kazi kubwa namba 1 kuliko zote. Sababu kazi ya kulea watoto ni kazi ambayo hapa kwetu tunaiangalia kama kazi ya kimungu. Maana watoto wadogo hawawezi kujitunza wenyewe, wengine bado wachanga hawawezi kuongea. Kwa hiyo hata ukimfinya anaweza asijue kujitetea, si ndio? Ndio maana nasema ni kazi ya kimungu. Na ni kazi kubwa sana. Kulea mtoto mdogo ni kazi kubwa hapa kwetu. Na ni kazi ambayo tunaipa kipaumbele. Hizi nyingine kupika, kuosha vyombo, sawa, lakini ukipata bosi mwenye mtoto, moyo wake namba 1 ni nini? Mtoto. Kwa hiyo kazi za malezi. Sasa unaweza kulea vizuri? Naweza. Umejulia wapi? Wewe una watoto? Hapana, sina watoto. Una watoto. Sasa umejulia wapi kulea? Wadogo zangu. Wadogo zako umewalea? Kwa hiyo unaweza kuishi vizuri na watoto wadogo. Kwa hiyo bosi wako asipate shida kama ana watoto. Utawatunza vizuri. Ndio. Ndio. Unajua hapa tutakuja kukuonyesha hii video. Utakapoenda kwa bosi useme watoto wanasumbua, tutakuja kukuonyesha hii video hapa unayosema nitalea vizuri, nimelea wadogo zangu.
Alafu baadaye unakuja unasema jamani watoto wanasumbua. Watoto hawasumbui, watoto ndivyo walivyo. Katika ukuaji wao lazima uwe mvumilivu, ucheze nao, si ndio? Uwalishe pale wanapokuwa, usiseme mtoto anasumbua. Hamna mtoto msumbufu. Hata wewe ulipokuwa mdogo ulikuwa unafanyaje? Nilikuwa msumbufu. Ulikuwa msumbufu hivyo, lakini mama yako alikuvumilia na ndugu zako waliokulea. Kwa unapoenda kwa bosi kumtunzia watoto wake, unatakiwa uwe na ile subira, uwe na upendo kwa mtoto, uwe mvumilivu, si ndio? Ndio. Ndio namna ya kulea watoto. Sawa Rehema? Sawa. Haya, kwa hiyo karibu sana. Asante. Haya.